tumeyachagua maeneo ambayo tutakwenda kutekeleza shughuli za utafiti katika mwaka huu wa fedha, ambazo haya maeneo ni takriban maeneo kama 18 hivi, ambayo tutakwenda kupata taarifa za jiokemia, kwa maana kwamba tutakuwa tunachukua sample za udongo, za miamba, tutapeleka maabara, tutapata taarifa hizo sasa za kijiokemia. Kwa hiyo tutakapomaliza hayo maeneo ya karibu 18 hivi, tutakuwa tumepata taarifa za jiokemia ambazo ni karibu 6% ya ukubwa wa nchi. Kwa sasa tutasogeza taarifa hizo za jiokemia kutoka 24, tutakwenda 30% ya ukubwa wa nchi utakuwa umepata taarifa hizo. Lakini katika mpango huo tunakwenda kutekeleza, tumechagua maeneo ambayo yana shughuli nyingi za wachimbaji wadogo, kwa maana kwamba kuna maeneo ambayo wachimbaji wadogo, lakini yale yaliyotengwa kwa ajili ya uchimbaji mdogo. Wakati tunafanya kazi hii, tutafanya utafiti wa kina kabisa katika maeneo hizo QDS ambazo tumechagua, ambazo miongoni mwa maeneo hayo yapo shughuli za uchimbaji wadogo wa madini. Tutazifanyia utafiti wa kina maeneo yenye wachimbaji wadogo. Lengo, tunataka maeneo hayo sasa yapate taarifa za uhakiki za kina, ili waweze tujue miamba ilipo, uelekeo wake, ili wachimbaji wadogo sasa waweze kujipanga kupitia kwenye miamba hii itakayokuwa imegundulika. Na lengo ni kuhakikisha kwamba sasa tuwafanye wachimbaji wadogo waondokane na ile hali ya kuchimba kwa kubahatisha. Kwa maana kama tukishapata hiyo miamba, watakuwa na uhakika, na watakapokuwa na uhakika, maana yake wataongeza uzalishaji. Wakiongeza uzalishaji, maana yake hata serikali sasa inapata mapato. Kwa hiyo mapato yakiongezeka kwa upande wa wachimbaji ni manufaa kwao, lakini kwa serikali vile vile mapato yatapatikana. Lakini ni sehemu vile vile ya kuimarisha ajira kwenye sekta hiyo. Watu wengi wataajiriwa, wataweza kupata maeneo mengi ya kuchimba, watajiajiri, watapata kipato. Lakini sio hivyo tu, taarifa hizo zikijulikana zitawafanya sasa waweze kwenda kwenye taasisi mbalimbali za fedha, wataweza kukopesheka. Na GST tutawasaidia kuhakikisha kwamba maeneo hayo tunafanyia utafiti wa kina, na wanapokwenda kuomba mikopo kwenye taasisi za fedha, sisi tutakuwa ni mashahidi wa kuweza kuwaeleza taasisi za fedha kazi tulizofanya kwenye maeneo hayo, na uhakika wachimbaji hao kufanya kazi kwa uhakika na kwa tija, na kuweza kupata fedha hiyo na wakarudisha mikopo. Kwa hiyo tunashukuru kwa sababu fedha hizi kwa kiasi kikubwa sasa tunazipata kupitia mfuko wa fedha ya utafiti ambao unatokana na fedha ya retention, ambao serikali imeamua sasa kutenga kupitia retention, yani fedha ambayo itakuwa inakusanywa na sekta ya madini kupitia Tume ya Madini. 10% itakuwa inakwenda kwenye mfuko huo. Kwa hiyo mfuko huo sasa utakuwa unatuwezesha kufanya mambo yote haya. Ndio maana tumeweka hizo program tuhakikishe kwamba mambo yanakwenda vizuri, na tuhakikishe kwamba taarifa nyingi za kijiofizikia, za kijiokemia na kijiolojia zinapatikana, kwa sababu moja ya lengo kubwa kabisa la taasisi ya jiolojia na maono ya taasisi ni kuhakikisha kwamba inakuwa ni kitovu cha upatikanaji wa taarifa hizi za kijiosayansi, na zihakikisha kwamba zinapatikana na mteja yeyote pale anapokuwa na hitaji, wakati wowote ziweze kupatikana.